Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Vizoza Media. Kama ndo mara kwa kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana, bibia Zuchu ni namna gani ambavyo walivyoweza kuwapokea watoto wa bwana mkubwa Diamond Platnumz, na kitu ambacho alichoweza kukisema kiukweli kimeweza kuwaacha watu midomo wazi, akisema kwamba hawa watoto na waishi kama ni watoto wa kuwazaa, kwa sababu ni watoto wenye heshima na wenye adabu pia, kwani natamani kuweza kuona maisha yangu yakiwa mikononi mwao, kwani wamekuwa wakinipa faraja kadri siku zinavyozidi kwenda, na mimi naamini katika hili Mungu atanipigania na nitapata mtoto wangu pekee ambaye nitakayempenda. Na mimi nafunguka haya yote nikiwa na akili timamu, kwa sababu kuna vitu vingi vimetokea katika maisha yangu, na nitahakikisha kila nilichopoteza kiweze kurudi katika himaya yangu, kwa sababu kuna mambo mengi yamenitatiza kwenye kuweza kupambania, ila ninaamini katika haya yote ambayo yanayoendelea, basi Mungu wa mbinguni atanipigania na kila kitu kwa upande wangu kitakwenda kuwa sawa. Wanasema siku zote ni swala la muda, na muda ndiyo msema kweli. Na hichi ambacho kinachoendelea kwa wakati huu, mimi ninaamini kwamba haya yote ni mipango ya Mungu, na nitahakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Na tumeweza kuona bibi Zuchu ni namna gani ambavyo alivyoweza kuwapokea watoto wa Diamond Platnumz, Tifa pamoja na Nela, kisha akawaambia kwamba na wakaribisha nyumbani, muweze kuwa huru na muweze kuwa katika misingi na maadili iliyo mema, kwani mkiwa na maadili yaliyo mema, ninaamini katika kila maisha mtafanikiwa nyie. Hivyo wapaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, na sio kuanzisha drama ambazo zisizokuwa na misingi. Hicho ndio kitu pekee mara zote nimekuwa nikiwaambia, na ninaamini katika hili basi mtaenjoy na kufurahia pia, kwa sababu mimi ni moja kati ya mwanamke ambaye nawapenda sana watoto, na natamani kuweza kuona mkifika mbali zaidi, na ninaamini katika hili Mungu wa mbinguni ataendelea kuwapigania na kila kitu kitakwenda kuwa sawa. Sasa kutokana na hizi kauli za bibi Zuchu zimeweza kuwafanya watu wengi waweze kustaajabu kidogo, na kisha wakasema kwamba bibi Zuchu amekuwa mtu wa mwenye roho nzuri, na leo hii ameamua kuweza kufunguka haya yote, licha ya mambo mengi ambayo amekuwa akiambiwa, lakini bado anaendelea kupigana na kuweza kuhakikisha kutengeneza kesho yake iliyo bora. Na pia tunaamini kupitia Zuchu watu wengi watajifunza kutokana na haya ambayo bibi Zuchu anayoyapitia. Hivyo tupaswa kuweza kuwa makini na kuwa na kauli nzuri kwa watu tofauti tofauti, ili tuweze kutengeneza kesho yetu iliyo bora. Na hicho ndio kitu pekee ambacho tunatamani kuweza kukiona katika maisha yetu, na binafsi siamini katika haya yanayoongelewa, lakini ninaamini kwenye kile ambacho ninakiamini, kwa sababu watu wengi wanatamani kuweza kuona maisha yao yakiwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Hichi ndio kitu pekee mara zote nimekuwa nikikifanya na nikikiamini, lakini wacha tuone mwisho wa haya yote itakuwaje, kwa sababu watu wamekuwa wakidiscuss vitu vingi kuhusiana na maisha haya yote kiujumla, lakini wacha tuone mwisho wa haya yote itakuwa nini. Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Mimi nikusihi kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.